Mapema jana mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Dr. Rugemeleza Nshala alibainisha madai ya kuzuiwa kwa mawakili kutoa muhtasari wa kesi kwa waandishi wa habari nje ya viunga vya mahakama, akibainisha kuwa hatua hiyo si sawa na inakiuka haki ya afisa wa mahakama. Kufuatia hatua hiyo, wito umetolewa kwa chama cha wanasheria Tanganyika TLS kuingilia kati suala hilo na kuchukua hatua za makusudi za kupinga hatua hiyo ya kuzuiliwa kwa mawakili. Tunapoanza kuwazuia mawakili kutoa taarifa au mrejesho kwa umma kwa nini ambacho kimetokea mahakamani, wakati tunafahamu kwamba kuna kanuni ambayo inatuongoza kwamba mashtaka au mashauri mahakamani yanaendeshwa kwa msingi ya mahakama wazi, tunatenda kosa kubwa sana. Imeshangazwa umekuta askari wamejazwa pale mbele ya mlango wa gate la mahakama wakionyesha kwamba hawako tayari kuruhusu kufanyika press briefing pale. Sasa inasikitisha kwamba hali kama hii inaruhusiwa, inafikia hapa. Natoa wito kwa rais wa chama cha mawakili wa Tanganyika, wakili Mwabukusi, Rais Mwabukusi, na vile vile uongozi wa mahakama kuanzia jaji mkuu na watendaji wa mahakama. This is another law. This is the lowest that we can allow ourselves to sink and tarnish the image of our courts. Imenisikitisha sana kwamba mawakili wanazuiwa kutoa press briefing katika viunga vya mahakama na ni maafisa wa mahakama. What does that mean? Nina haki ya kuzungumza mbele ya jaji na viongozi wa kutetea wateja wangu, na nina jukumu la kuhabarisha umma nini kimetokea mahakamani. Kuanza kuifanya mahakama kuwa an appendage ya watu ambao hawataki kuona nini kimetokea mahakamani inatuharibia sifa ya mahakama. Wakili huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akizungumza, na hapa studioni tunaungana na William Maduhu tukitazama kwa kina kuhusiana na swala hilo. Maduhu, karibu sana. Asante bana, nashukuru. Tuanze kwanza kwa kujenga msingi wa uelewa. Sheria zetu na miongozo inasema vipi kuhusiana na mawakili kutoa muhtasari wa kesi mara baada ya kumaliza shughuli za ndani ya mahakama? Kwanza nafikiri nianze na kwanza imani na msingi wa haki ya wananchi na wa Tanzania kutoa au kupata taarifa. Utapata kwenye ibara ya 18 ya katiba yetu ya Tanzania ya mwaka 77, lakini la pili ni kwamba utaipata kiu ya kupata habari na kutoa taarifa kwenye mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania ni nchi wanachama wa mikataba hiyo. Sasa taarifa itoleweje, itolewe na nani, sheria zimeweka misingi hiyo. Tunakuja kwenye swala la mawakili. Kwanza ni kwamba kuna mambo ya msingi ambayo yatakuwa yazingatiwe. Jambo la kwanza, kuna masuala hapa ya aina mbili watu wanapaswa kuelewa. Moja ni kwamba kama ni kesi ya mtu binafsi, let's say ni kesi ya kibiashara, mteja ameridhia kufanya briefing mahakamani, wananchi wajue kinachofanyika, ni haki ya wakili kufanya hivyo. Lakini pale katika mazingira ambapo mteja wako amekwambia asingependa hilo jambo liende public, pia ni wajibu wa wakili kuheshimu utashi wa mteja. Lakini la pili ni kwamba katika mazingira ambayo wanatoa briefing bila kuathiri mwenendo wa shauri lenyewe, lakini pia ni kwamba bila kuinfluence mahakama kwenda kufikia maamuzi, katika mazingira hayo wakili anaruhusiwa na haki yake kisheria kufanya briefing baada ya shauri hilo kuisha. Lakini la pili ni kwamba katika mashauri ambayo ni of course ya maslahi kwa umma, wanaita public litigation, hayana hiyo limitation, kwa sababu kwa mfano shauri la kikatiba ni shauri ambalo linaenda kuathiri wananchi karibia wote, ni swala ambalo linakwenda kuathiri wa Tanzania wote. Kwa wakili hana kumuuliza kwamba jamani niseme inaweza jambo hilo linahusu maslahi ya umma, basi ni haki ya wakili kwenda kutoa taarifa au briefing baada ya shauri kuisha. Sasa na ukienda kwenye kanuni za maadili ya mawakili kama nilivyosema, inaeleza zaidi shahidi kwamba katika mashauri ambayo ni ya binafsi, let's say ni kesi ya jinai, kesi ya madai, imani utaki mimi wakili wako nilisema hilo jambo kwenye media, ni wajibu wa wakili kuheshimu utashi wa mteja wake. Lakini katika mazingira mteja hana shida na hilo, amekwambia una baraka zangu, proceed, hana mtu mwenye uwezo kusema usiongee kwa sababu mteja ameruhusu. Kwa hiyo katika mazingira hayo hamna kauni ya kimaadili ambayo wakili
anakuwa ameikiuka. Lakini la pili ni kwamba ambalo linishangaza katika mazingira haya ni kwamba hivi karibuni sasa Tanzania imeanza hiyo debate au imeanza hiyo trend ya mawakili kuzuiwa. Mwanzo nilianza kwamba mtakuwa muongelee nje ya gate. Lakini baadaye hata hiyo ya getini pia imefutwa. Wakili anaambiwa kwamba baada ya kesi utakuwa kufanya briefing ofisini kwako. Yaani utoke mahakamani pale uende ofisini ndio waandishi wakufuate ofisini kwako mfanye briefing. Na ambazo ni kwamba agizo hili litolewa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mara kadhaa, kama mmesikia akiwa anahutubia taifa mara kadhaa ametoa maagizo kwamba wakili waenda kufanya briefing mahakamani na media, ni jambo ambalo likubaliki. Sasa nimeona watendaji wake wa chini wameanza kulitekeleza. Lakini cha kushangaza ni kwamba namna hasa jambo hili linavyotekelezwa limekuwa likitekelezwa na jeshi la polisi. Yaani unafika mahakamani pale unaona waandishi, unaona kuna polisi wanasogea, wanazuia briefing. Swala la mwakili kuwa mahakamani, wakili ni afisa mahakama, ni kama alivyo jaji, kama alivyo hakimu, kama alivyo wakili wa serikali. Lakini tumekuwa tukiona implementation, execution ya hiyo agizo la Jaji Mkuu haifanywi na maafisa wa mahakama, bali imekuwa ikifanywa na jeshi la polisi. Swala ambalo jeshi la polisi halihusiki kwa namna nyingine yote kwenye swala la mwenendo wa kesi kati ya wakili na miongozo inasema vipi Maduhu kwamba je, kuna uhalali wa kuzuia kutoa muhtasari wa kesi baada ya kesi, na je kuna uhalali wa kuzuia pia kutoa, na kama upo misingi gani inatakiwa kufuata kama unavyosema kwamba utekelezaji unafanywa na polisi ambao hawatakiwi kufanya hivi? Kwanza nimesema kwamba shauri la kesi mahakamani imani mahusiano kati ya wakili na mteja wake. Kama nilivyosema kwamba let's say ni shauri la jinai au shauri la madai, mimi na mteja wangu ameniambia kwamba bana, mimi Maduhu nisingependa jambo hili liende public, kwa naomba usiliongea kwenye media. Ni jukumu la wakili kuheshimu uamuzi wa mteja wake. Kwa ni uhusiano kati ya mteja na wakili, sio uhusiano kati ya wakili na serikali au mahakama. Kazi ya mahakama pale ni kutenda haki yale ambayo yanabishaniwa, kushahidi mambo tawala upande wa pili na wa pili, ili mahakama ifikie hitimisho kwa kuamua nani mwenye haki. Lakini la pili ni kwamba kama nilivyosema kwamba provided huyu wakili anapozungumza hai influence, yani unayozungumza pale haiendi ku distort mwenendo wa shauri, kwa maana ya kutaka jaji au majaji uamue kwa upande wako kwa kutokana na ulichokiongea pale mahakamani. Provided hayo wakili hajaenda huko, basi hakuna uhalali wa kuweza kutoa hilo zuio. Lakini jambo la tatu ni kwamba zipo kanuni za maadili imani ambazo sisi tumewekewa mawakili, na kuna organ ambazo zipo zinashirikiana na masuala hayo, kwamba wakili kwa mfano anapotoa briefing mahakamani aka influence mwenendo wa shauri, kama kaonekana kutokana na hotuba yake pale mahakamani inakwenda kuweza kuatisha majaji au kufanya influence, zipo route za jamhuri au serikali peleka malalamiko kwenye kamati ya mawakili ya kitaifa au ile ya mikoa au ile ya TLS, kwamba wakili alifanya briefing mahakamani akaenda kugusa mwenendo wa shauri na kuinfluence maamuzi, achukuliwe hatua. Sasa kwa nini tumefika hapa Maduhu? Ndio nakuja. Na hatua nyingi, kama moja hatua ambayo ikionekana kwamba huyu wakili akiuka maadili, inaweza moja kusimamishwa kwa hati yake ya leseni yake ya wakili, lakini pili au kufutwa kabisa kwenye daftari la orodha ya mwakili hapa nchini. Hizo ni adhabu. Sasa tumefikaje hapa ni kwamba hata mimi nilikuwa nikijiuliza kwamba kwa sababu mpaka sasa sio, of course kuna barua ambayo iliandikwa kwa TLS. Nafikiri of course sio barua pase, ni kwamba uongozi wa TLS ulikutana na Jaji Mkuu akatoa hiyo wanasema ni kama malalamiko, sio maelekezo pase, malalamiko. Na baadaye TLS kaandika email kwa wanachama wake wote kwamba tunaomba mjizuie au mjirefrain kufanya briefing mahakama kwa sababu uongozi wa mahakama unaonekana kutopendezwa na hilo jambo. Lakini kwa maana uongozi wa mahakama kuandika barua officially ya kwamba tunazuia hili haja kutokea. Sasa bahati mbaya kwamba kama nilivyokuambia, kwani ninyi mnafanya kazi ili kumpendeza mtu Maduhu? Nilikwambia kwamba imani hapo mashauri ambayo ni ya maslahi kwa umma. Sio shauri la kwangu peke yangu. Kule sasa nimefungua shauri dhidi ya serikali linahusu uvunjifu wa haki fulani. Ikiwa mtu angependa kujua mahakama imeamua nini, mahakama imesemaje, shauri linakuja kutajwa lini, ili watu waje, sababu kumbuka imani ni kwamba mashauri haya yanasikizwa ni open court. Yaani mashauri haya kwa mfano ya maslahi ya umma yanasikizwa katika mahakama ya wazi. Okay, kila mwananchi ana haki ya kuja mahakamani kufanyaje, kusikiza shauri linaendaje. And therefore pia ni haki ya wakili sasa, kama ilikuwa ni kwenye open court, shauri la wazi, ni haki pia ya wakili kuja pale mahakamani baada ya shauri kuisha kutoa brief. Sababu imani ni kwamba nyinyi waandishi, wapo waandishi ambao kazi yao ni michezo, waandishi wa uchumi, sio wataalamu wa sheria. Kwa nahitaji mtu ambaye atafanya briefing kwa lugha rahisi ili nyinyi waandishi mfanye reporting. Na ndio maana of course wao mnakuja pale kama ni mahakama ya wazi, wao mnaingia mnasikiza, lakini pia inahitaji wakili sasa pale nje atafsiri, afanye briefing kwa lugha fupi kwamba leo kwa mfano tulikuwa na shahidi namba 5 ametoa ushahidi wake umeisha,
shauri limeahirishwa tarejea tena kesho, bila kwenda kwenye mwenendo kwamba shauri kaulizwa hiki kasema kile, bila kugusa proceedings. Hiyo ipo kwa mujibu wa sheria inaruhusiwa. Na ndio maana nikasema kwamba kama kuna uvunjifu wa maadili ya wakili, zipo channel za kufuata kwa ambaye anahisi kwamba hizo kanuni zimevunjwa, na anayelalamika ataandika barua kwenye kamati ya mawakili ya kitaifa, mhusika ataitwa na ataonywa, atapewa adhabu kwamba ulifanya briefing tarehe fulani, kuna kwenda kwenye core root ya shauri lenyewe. Lakini kwa hapa ni kama nilivyokuambia, shauri ni linapokuwa mahakamani, ile ambayo ni la mtu binafsi, inakuwa ni uhusiano kati ya yeye na mteja wake. Lakini cha pili imani ni kwamba shauri kishakuwa mahakamani litakuwa ni kwenye wanasema public domain. Sababu cha siku ni kwamba mahakama itakuja kuandika hukumu. Ile hukumu imani haifichwi, inakuwa kwenye tanzini kwenye mtandao wa mahakama. Mtu yoyote akitaka kuangalia ile hukumu, kama kwenye kesi ya Maduhu dhidi ya fulani, mahakama iliamua nini, anayekuta kwenye mfumo wa mahakama, kwa inakuwa hamna siri tena. Kwa kama unazuia wakili kufanya briefing kwa lengo la kwamba watu wasijue kinachoendelea, bado ile kesi ikifika mwisho imani, mahakama yatoa hukumu. Na siwezi mahukumu yanasambaa mitandaoni kama watu watasoma, wataona kilichoamuliwa pale. Kama mlikuwa mnabishana kitu gani, wananchi wataona mahakama iliamua nini. Kwa cha msingi hapa ni kwamba sisi tutajia mahakama itoe mwongozo kwamba mnaruhusiwa kufanya briefing, lakini subject tu kilichojiri kwa siku hiyo kwa ufupi, bila kwenda kugusa mwenendo, lakini pia bila kuinfluence uamuzi wa mahakama juu ya swala ambalo liko mbele. Lakini la tatu ni kwamba kuna mashauri ambayo yanakuwa ni maslahi ya umma, imani sio la wakili peke yake. Ni kwamba umma unapaswa kujua kwamba mahakama ina mtazamo gani, mahakama imeamua nini juu ya. Na ndio maana imani zipo nchi hapa Afrika, tena hapa Afrika Mashariki, mashauri yake yanaendeshwa live kwenye media. Tulianza na kesi ya Lissu ilikuwa inaonyeshwa. Kesi ya Lissu inafanyika live, mko mnaona mwenendo wanaobichana pale, wanauliza maswali. Ile ilikuwa ya athiko. Zipo nchi hapa duniani, mfano mzuri ni Kenya na South Africa, proceedings za mahakama zinaendeshwa live, watu wanaona kinachofanyika. Kwa hiyo kauliza swali hili kasema kile. Lakini cha pili ni kwamba hivi karibuni pia mmekuwa mkiona imani, hata kama ukizuia wakili asiongee na waandishi wa habari, tayari nyinyi mnakuwa mmesha, sababu watu ambao wana speed mle ndani wanakuwa wanaandika maswali pale, kama mnaonaga zile proceedings. Mtu ana capture swali moja baada ya jingine, anaposti mitandaoni, na bahati mbaya kwamba wanakuwa hamjui ni nani. Kwa hiyo ukizuia wakili asifanye briefing pale mahakamani, kwa dunia leo imani bado unakuwa hujatibu, kwa sababu bado zile proceedings zinavuja mitandaoni, tunaziandika. Sasa Maduhu, kuna umuhimu gani katika utoaji muktasari kwa wakili ndani ya mahakama, lakini kuwepo na kutokuwepo kunaweza kuwa na athari zipi kwa mahakama? Ya kwanza muhimu ni kwamba taarifa ni yake katiba, Samila, kwamba Watanzania wana haki ya kupata taarifa au kutoa taarifa kwa mujibu wa ibara ya 18 ya katiba yetu ya mwaka 77, lakini pia kwa mujibu wa mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania ni nchi mwanachama. Kwa hiyo moja ni kwamba swala hili ni swala la katiba, ni haki ya wananchi kikatiba kupata taarifa, kupokea taarifa. Lakini la pili ni kwamba umuhimu ni kwamba ni kuwafanya wananchi wajue nini kiendelea mahakamani, ni kuwafanya wananchi wajue kwenye, kwa mfano kesi kama ya uhaini Samila, ni kesi ambayo inagusa maslahi ya umma, ni kesi kubwa. Watu wanataka wajue huyu mtu alipanga uhaini kwa njia gani, anataka apindue serikali kwa mfumo gani. Sasa ukiziba, wasikilize, wasiambie kimejiri kitu gani, maana yake sio wanataka kufanya hilo shauri liwe gizani. Lakini la pili ni kwamba faida ni kwamba hata nyinyi waandishi wa habari, badala ya kumislead, kwa sababu waandishi pia sawa wataalamu wa sheria, badala ya kupotosha kwenye ripoti, kwenye namna ya kuripoti hiyo taarifa, mtaripoti taarifa kwa usahihi, kwa sababu mmemsikiliza wakili, utakwenda kuandika kwa lugha ambayo wakili alikuwa anaelezea pale. Lakini la tatu ni kwamba madhara ya kuzuia ni kwamba wanataka kufanya mfumo wetu wa mahakama uwe unaita kangaroo court, star chamber court, uwe ni mfumo wa gizani. Wananchi hawana haja kujua nini kimeendelea, wananchi hawaruhusiwi, kwa sababu sio kila mwananchi Imani au Samira anapata muda wa kuingia kwenye mifumo ya mahakama na kupata nakala ya hukumu na kusoma, isipokuwa akisikia pale wakili anaongea in a summary way, mwananchi anajua oho, kumbe leo kwenye shauri hili haina la ugaidi kilichofanyika ni 1 2 3. Lakini uchambuzi makini kabisa unaotolewa hapa na wakili Maduhu. Ukipata shot moja pale ukachanganya zako ama na kola ama na tangawizi, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Uzuri ni kwamba ukichanganya na tangawizi sio kwamba utakuwa mwizi, bali utachachuka. Tembelea tovuti ya drinkiq.com uweze kufahamu dondoo mbalimbali za kunywa kistaarabu, lakini pia hakikisha una umri wa miaka 18 na zaidi. Maduhu, ulikuwa ukimalizia kujibu swali la Yes, kwa hiyo nilikuwa najaribu kueleza kwamba unapofanya hiyo mazuio, maana yake kwamba unataka wananchi washinde kupata haki ya kujua nini kimefanyika na nini kimejiri mahakamani kwa siku hiyo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kueleza kwamba zuio hili kilikuwa kuliangalia linakosa uhari wa moja kwa moja wa kisheria, kwa sababu mpaka leo hatuna barua rasmi kama wakili
ambayo inatoa maelekezo hayo kwa maandishi kwamba msifanye hivi, isipokuwa ni kwamba lakini unasema mlipokea email. Email ile ilikuwa ni sio ya mahakama. Sasa ilikuwa ni email ya TLS ikijadili kwamba wakutana kwenye kikao cha jaji mkuu kama uongozi wa TLS. Katika mazungumzo yao jaji mkuu akapachika moja ya eneo kwamba nilikuwa nikiona mkifanya briefing mahakamani kidogo binafsi. Kwa sio swala la uongozi wa mahakama mzima, ni swala la kiongozi kwamba anaona yeye binafsi kama jaji mkuu halimfurahishi. Baada ya kile kikao tukapata email ya inatoa ushauri, sio inatoa maagizo. Inashauri kwamba ikiwezekana tujizuie kufanya hivyo. Baadaye sasa tunaona linatekelezwa. Labda walieleza sababu hasa zilikuwa ni nini ambazo zimepelekea wao kuweza kutoa zuio hili. Kiukweli sababu hazikutoka za moja kwa moja, isipokuwa tu Daniel mwenyewe nafikiri amemfikia jaji mkuu hivi karibuni, hata alipokuwa juzi anawapisha mawakili wapya alieleza kwamba binafsi apendezwe kabisa na mawakili kufanya briefing mahakamani. Kwa hiyo utacha mheshimiwa jaji mkuu binafsi kwamba yeye ndo anaona binafsi haimpendezi. Alisema nini akimpendeza? Alizungumza tu kwamba anapoona mawakili wanafanya briefing mahakamani ni wanaharakati, sijui ni kitu gani. Sasa unajaribu kuwaza kwamba briefing mahakamani na wanaharakati havina uhusiano, yani huo ni uhusiano moja kwa moja wanaharakati na wakili kufanya briefing, kwa sababu pale mahakamani Imani na Samia ni kwamba wakili anakuwa na act kama afisa wa mahakama. Anapofanya briefing pale anafanya hiyo briefing ya mahakamani kama afisa wa mahakama. Sasa wanaharakati na kadhalika unajiuliza kama mheshimiwa jaji mkuu sio alikuwa na ashakituka, lakini sasa baadaye ni kwamba maafisa wake wa chini sasa kwa maana ya uongozi wa mahakama umeanza kutekeleza swala. Bahati mbaya sana ni kwamba anatekeleza sio hata maafisa wa mahakama, wanafanya maafisa wa jeshi la polisi. Zuio hili linashabihiana ama lina mahusiano yoyote na zuio ambalo mlipewa awali la kutokufika gerezani kuonana na Lissu na mkaamua kwenda kuishitaki na mkafungua kesi kabisa kwa gereza? Ya, zuio hili alihusiani moja kwa moja na hilo kwa sababu ni vitu tofauti. Swala la mheshimiwa Lissu yuko mikononi mwa magereza na ni jambo tofauti, ni taasisi nyingine. Hili swala la uongozi wa mahakama ambao ni taasisi nyingine inajitegemea, na hata hivyo ni kwamba tumeshaanza kutafakari kama wakili namna ya hatua za kuchukua kwenye swala hili. Sasa tunajua kwamba uamuzi umetokana na kiongozi mkuu wa muhimili wa mahakama, lakini haina maana kwamba yeye hawezi kushtakiwa. Yeye sio Mungu, anaweza kushtakiwa vile vile. Maana yake kinachofuata ni kwamba mnakwenda kumshtaki pia. Ni kwamba tutakaa chini, tunaandaa nyaraka na tathmini, na hivi karibuni tu tutatangazia kwamba tutamfungulia kesi jaji mkuu kwa maana kwamba anakiuka ibara ya 18 ya katiba na mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania ni nchi wanachama na imeridhia, kwa sababu hatuwezi kuona kwamba nchi hii nchi ya tawala ya sheria zinavunjwa na ukanyagwa, sisi tukaendelea kukaa na kunyamaza. Ipo siku tukiwa hapa duniani, kwa kweli wajukuu zetu, watoto wetu hoji kwamba kwa nini mliangalia uvunjifu wa sheria. Kwa tunajipanga na muda sio mrefu tutafahamisheni kwamba tutakwenda mahakamani kwenda kupinga hilo swala kwamba mheshimiwa jaji mkuu licha kwamba ni afisa mwenzetu wa mahakama, ndio kiongozi namba 1 wa muhimili wa mahakama. Sisi kama afisa wenzie wa mahakama tutakwenda kumpinga mahakamani kwa majaji ambao wanaripoti kwake. Tunaamini kwamba sababu mahakama ni chombo huru, sisi sio tutaweza kwenda mitaani kupiga makelele au mitandaoni. Tunaamini kwamba sehemu pekee Samila ya kupata haki ni mahakamani. Maduhu, mmekuwa mkifuatilia kesi mbalimbali na mmekuwa mahakamani kwa muda mrefu mno mkishuhudia vitu vingi sana. Labda kwa mwenendo wa kesi zinazoendelea nyakati hizi ikiwemo ya Lissu na kadhalika, kuna chochote ambacho labda mnakitazama na kuona huenda ikawa ni moja kati ya sababu ya kuletwa kwa zuio hili? Nafikiri kwamba maybe kuna uwezekano mkubwa kwamba unajua kwenye kesi kwa mfano ya Lissu mashahidi wengi asilimia walikuwa ni maskari wa polisi, wa jeshi la polisi. Sasa baada ya shauri kuisha kutoka pale nje tutafanya briefing, tukielezea namna shahidi alivyokuwa anajibu maswali, alivyoulizwa maswali. Kwa kuna uwezekano sasa kwamba kuna uwezekano kwa baadhi ya maafisa na wengine walalamika pale mahakamani. Mmoja akasema cha majaji mimi huko mitandaoni na dhahirishwa nyinyi mnaangalia, wakaambia bana hapa ni mahakamani, sema swala mitandaoni hata control nayo. Wewe juu maswali unayoulizwa mbele ya mahakama hii, mahakama itarekodi ulichokijibu. Hayo ya mtandaoni kwa hiyo inaweza kama labda walitokea watu wachache, kikundi cha watu fulani kaenda kualamika kabana watu tunawaachia wanafanya briefing, sisi tunazahirishwa tunatoka mitandao, hebu zuieni. Kwa hiyo kunawezekana kabisa kuna ukawa na wanasema utatu mtakatifu kati ya mamlaka fulani za nchi na jaji mkuu, na akafikia hitimisho la kusema sasa kuanzia sasa. Na ndio maana unaangalia Samila kwamba wanaotekeleza agizo la jaji mkuu ni jeshi la polisi, watu ambao hawahusiki kabisa kwenye mwenendo wa shauri. Mimi nitegemea kwamba sasa wakili ambaye atakiuka ile agizo la mheshimiwa jaji mkuu, ipo kamati ya maadili ya mawakili ya kitaifa, apelekwe huko aambiwe bana kiongozi mkuu wa mahakama ameshaagiza ni marufuku kufanya briefing mahakamani, wewe ulifanya juzi, umekiuka kanuni fulani ya kanuni za maadili za mawakili, tutakupa adhabu 1 mbili 3. Sasa cha ni kwamba wamekuwa wakiingilia kati
maafisa wa polisi. Maana yake ni kwamba uongozi wa mahakama inaweza kasi jaji mkuu, lakini maafisa wa mahakama wa chini wana communicate na maafisa wa polisi. Kama leo kuna kesi fulani hapa mahakamani, njoni. Na kweli kwamba na imefikia mbali zaidi, hata waandishi wenzao wamekuwa wanaitwa kwenye ofisi fulani fulani, waambiwa mmekuja na kuripoti, mtaripoti kilichozungumzwa ndani. Hakuna kuhoji wakili. Na waandishi watambia jamani, sisi tumeitwa, tumezuiliwa, kuna kuripoti. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba kwa sababu angalia leo wanaotekeleza hilo swala maafisa polisi, kwa sababu swala brief mahakamani sio jinai, ni swala kimaadili. Kama mtu amekiuka maadili, apelekwe kwenye chombo chenye mamlaka kusikiliza masuala ya kimaadili ama wakili. Sasa tofauti yake ni kama tunaona inageuza kuwa ni jinai. Kwa hiyo jeshi la polisi kupitia maafisa wake ndio wanaotekeleza hilo agizo. Sasa unajiuliza, kwa mfano mimi nikifanya pale, nikalazimishwa kufanya kwa lazima, wakanikamata wakanipeleka mahakamani, unanichaji pale mahakamani kwa kosa gani? Kufanya briefing mahakamani bila kibali cha jaji mkuu. Yaani unajiuliza kwamba polisi na briefing ya mawakili mahakamani vina uhusiano kitu gani? Kwa mimi nitegemea kwamba ile enforcement, hata kama kweli kiongozi wetu mkuu wa mahakama, jaji mkuu ametoa maagizo, mimi nitegemea basi nione hiyo enforcement ya hilo agizo ikifuata ile mkondo wa kimaadili ya mawakili. Kwa maana kwamba mlalamikaji awepo, aandike barua, mimi niitwe kwenye kamati ya maadili nijitetee. Sasa tofauti yake kama tunaona inageuza kuwa ni jinai sasa. Wanaotekeleza ni polisi, wanajaa pale na bunduki na silaha. Ikifika ile muda wa kuondoka pale, wanaziba ile njia pale tunafanyaga pale briefing. Wanachofanya kwamba wanaziba ile eneo la kufanya briefing, na wakiziba pale sasa tayari waandishi washaambiwa kwamba hamruhusiwi kumhoji mtu wote. Ni jambo ambalo naona binafsi kwamba halijakaja, kwa sababu sasa tumekosa nchi, kila jambo ambalo hata kama sio la jinai tuligeuza kuwa ni criminal. Swala ambalo kwa kweli linaleta hatari katika ukiangalia hii trend ya haya matukio ni kama sekta muhimu zinakuwa zinawekewa vigingi, kuanzia kwa waandishi wa habari. Kumekuwa na malalamiko mengi tu kuhusiana na masuala mazima ya uhuru wa kujieleza, haki ya kupata taarifa na mambo mengine yanayoshabihiana na hayo. Lakini pia hivi sasa kwenu watu ambao mnatetea haki kabisa za binadamu, mmewekewa vigingi hivyo kwamba kutoa muhtasari baada ya kesi kumalizika. Matukio haya yanatoa tafsiri gani kuhusiana na swala zima la mustakabali wa haki za binadamu, hususan haki ya kupata taarifa nchini kwetu? Mimi naona kwamba kiukweli sisi kama nchi ambayo tunafuata uhuru wa utawala wa sheria, naiona hatari kwamba sasa nikawa tunataka kudiniza kila taaluma. Tulianza labda lese na waandishi wa habari, tukaweka vigingi huko vya kutosha, vizingiti vya kutosha, tukaenda labda kwa lese viongozi wa dini vya kutosha, tukaenda kwa mashirika ya serikali vizingiti. Sasa ndio tunaenda kwenye mwananchi na mawakili ambao ndo of course nchi ndo sekta muhimu, kwa sababu imani ukizungumzia utawala wa sheria nchi hii, ukizungumzia namna kuboresha kule kujenga nchi hii, ukizungumzia issue ya human rights nchi, huwezi kuacha mchango wa mawakili hapa nchini, kwa sababu ndio watu ambao wanaohubiri wa utawala wa sheria. Sasa tunaona watu ambao ndio wanahubiri utawala wa sheria ndio wanatetea haki za watu, nao wanawekewa vigingi tena vya kufanya briefing. Tena batimani kwamba maagizo yanatoka tu ya mdomo. Yanatoka ya mdomo, hakuna barua. Alafu wanaibuka maafisa polisi ambao mahakamani hahusiki popote kwenye mwenendo wa shauri, ndio wanasimamia hilo agizo. Kwa hiyo ni eneo naona kama kabisa kwamba kama nchi tunaanza kuhama sasa kutoka kwenye kila eneo ambalo ni just enforcing the law, tunaanza kuenforce law kwa mdomo. Na ndio wengine nilikuwa nikiuliza, unamuuliza pale afisa polisi, unatekeleza ile agizo kwa sheria gani? Akaambia ni maagizo kutoka juu, mimi natekeleza maagizo kutoka juu. Kwa utaki ndio nishatekeleza, uruhusiwi kuongea. Kwa neno ambao kwa kweli kama tasnia mawakili ambao ndio tasnia mama katika nchi kwenye utawala wa sheria, haki za binadamu, masuala ya demokrasia na utawala wa nchi, kama nanyewe anaanza kuguswa na kuonekana kwa tishio, basi sijui kama tabaki mtu mwingine salama yote. Kwa neno ambalo kikweli linatishia sio tu ustawi wa mawakili, lakini inatishia hata ustawi wa haki ya wananchi kupata uhuru wa taarifa. Licha kwamba nchi tunao sheria maarufu ya haki ya kupata taarifa, the Access to Information Act ya 2016 inatoa haki ya wananchi kupata taarifa, kutoa taarifa. Lakini sasa unaona kwamba vinaweka vizingiti vingine tena vya kuendelea kudidimiza uhuru wa wananchi kupata taarifa hiyo, na kama tunaelekea kubaza. Ndio maana ukisoma ripoti ya Human Rights Index report ya mwaka jana, tumeshuka Tanzania kutoka nafasi ya nafikiri 172 mpaka nafasi ya 180 na kitu, kwa sababu ya matendo kama haya. Kwa hiyo sio tu inavuruga ustawi wa sekta ya sheria nchini, lakini pia ina distort ile standard ya nchi kimataifa kwenye eneo la uhuru kujieleza na utawala bora. Hebu tuhame kidogo hapo. Nimeona hivi karibuni Maduhu unazungumzia kuhusiana na
kukamatwa kwa kijana Kindikwa maarufu kama kijana mzalendo ambaye anadaiwa kushikiliwa kwa siku takriban 40 bila hata kufikishwa mahakamani. Tumekuwa tukizungumza hapa mara nyingi kwamba mtu anavokamatwa, ushahidi huo umekusanywa, mtu amefika mahakamani, amefikishwa kama ni rumande, apelekwe mahakamani kwa wakati. Tupe picha kwanza, sakata hili lilianza vipi na mpaka sasa kwa nini tumefika mpaka anakaa siku 40 bila kufikishwa mahakamani? Ya kwanza Imani, na mimi kidogo nitoe kidogo, nasema mfadhaiko wangu binafsi kama wakili, kwa sababu huyu bwana Kindikwa na Nestor Mashaka maarufu kama kijana mzalendo, anasema aliripotiwa udaiwa kukamatwa tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2026 akiwa eneo la Kerege CCM kule Bagamoyo, mkoa wa Pwani, na watu walimkamata anasema ni watu ambao walikuwa wasiojulikana. Na baadaye tarehe 25, 26 mpaka 27 akajikuta yuko mahala fulani hivi kwa siku 3 mfululizo bila kujua ni wapi. Lakini baadaye kwa mujibu wa maelezo yake yeye anadai kwamba akagundua kwamba pale ilikuwa ni Kibaha. Lakini baada hapo akatolewa eneo la Kibaha tarehe 27 na kuletwa Dar es Salaam ya mwezi Juni hiyo na kuhifadhiwa pale kituo cha polisi Oysterbay from tarehe 27 mpaka tarehe 9 mwezi wa 7. Baadaye akatolewa kuhamishwa kituo cha polisi kati kwa maana ya Central Police Dar es Salaam mpaka tarehe 12 ya mwezi Julai. Then tarehe 12 Juni tena akahamishwa kutoka Central Police akarejeshwa kituo cha polisi Oysterbay Kinondoni. Mimi kama wakili nipata taarifa kidogo nimechelewa, kwa sababu hata ndugu zake mnafikiri kujua alipo, lakini baadaye akaja kabaini kwamba yuko kituo cha polisi Oysterbay. Baada ya kupata taarifa nilimtembelea pale Oysterbay, tukazungumza, akanipa mkasa mzima. Sasa nikaanza mchakato wa kufanya wanasema engagement kati yangu mimi na maafisa polisi, kujua moja ya tuma zake ni zipi, lakini la pili haki yake ya dhamana, kwa sababu tayari mpaka mimi nafika pale kwa ameshaka kituo cha polisi Oysterbay kwa siku takribani 33 bila dhamana, bila kufikishwa mahakamani. Baadaye jeshi la polisi kanijulisha kwamba kwa maana ya Dar es Salaam halikuwa na mandate ya kusema chochote, kwa sababu pale walikuwa wamehifadhi tu, isipokuwa tuma zake zilikuwa mkoa wa Pwani Kibaha. Kwa hiyo wakanifundisha kwamba tarehe 3 ya mwezi huu wa 8 wangemtoa Dar es Salaam na kumsafisha kwenda mkoa wa Pwani Kibaha. Na kweli baada ya kufuatia tarehe 3 nikabaini kwamba ni sahihi kwamba tarehe 3 jeshi la polisi Kinondoni lilimhamisha ndugu Kindikwa kijana mzalendo kutoka mkoa wa polisi Kinondoni kwenda kituo cha polisi kinaitwa kiko pale Kibaha, kinaitwa kituo cha polisi Mji Mwema. Yes, kwa sasa tarehe 3 ya mwezi huu wa 8 jeshi la polisi Kinondoni likamtoa Dar es Salaam na kumpeleka Kibaha kwa Pwani katika kituo cha polisi cha Mji Mwema kule Kibaha. Sasa mimi kama wakili na afisa mahakama nikachukua hatua zaidi ya hizo, nikafungua shauri mahakama kuu kwa maana ya maombi ya habeas corpus. Mfunguaji ni huyo mlalamikaji Kindikwa na Nestor Mashaka hapo jana mzalendo, zidi ya moja mkuu wa jeshi la polisi nchini kwa maana ya IGP, lakini wa pili kamanda polisi mkuu wa polisi Kinondoni, lakini mjumbe namba 3 ni mkuu wa upelelezi wa makosa jinai mkuu wa polisi Kinondoni, mjumbe namba 4 ni mkuu wa polisi kanda ya Dar es Salaam kwa maana ya ZDPC, mjumbe namba 5 ni mkuu wa upelelezi wa makosa jinai kanda ya Dar es Salaam kwa maana ya ZDPC, mjumbe namba 6 ni RPC wa mkoa wa Pwani baada ya kumhamisha kwa kumpeleka Pwani, mjumbe namba 7 ni RCO wa Pwani, mjumbe namba 8 ni DPP, na wa mwisho ni mwanasheria mkuu wa serikali. Na jana maombi yalikuwa admitted na tumeshapangiwa mheshimiwa jaji wa kusikiliza shauri ile, na wiki ijayo nafikiri Jumanne au Jumatano tutaitwa rasmi kwenda kusikiliza hiyo kesi, ili waje watueleze ni kwa nini wanakaa na mtu siku 40 43 bila kumpa dhamana, bila kumfikisha mahakamani, bila kumwambia tuma zake ni zipi. Na leo nimemtembelea mteja wangu pale Kibaha, tumepata muda kuzungumza, nimemuona, na jioni hii nimearifiwa na maafisa polisi kwamba huenda kesho saa 4 asubuhi akafikishwa mahakamani kule Kibaha. Lakini Imani, bahati mbaya sana ni kwamba hata mimi wakili mwenyewe, wakili wake bado sifahamu mpaka sasa huyu bwana kwa sababu sijaambiwa tuma zake ni zipi. Sasa nashangaza kwamba unaambiwa kwamba kesho atafikishwa mahakamani, wakili hujui tuma zake mpaka leo ni tuma gani. Ulivyouliza wamekwambia nini? Nimeuliza nikamwambia swala ya uchochezi na nini, lakini jana niliambia pia kwamba nilipokuwa nafuatia dhamana nikaelezwa kwamba tuma zake hazina dhamana. Nikamuuliza, nikajaribu kuuliza pale ni tuma gani hizo bwana RCO, lakini bwana RCO aliniambia tu kwamba tuma zake hazina dhamana, ni tuma gani mtakutana mahakamani. Sasa Imani ni kwamba kisheria kama ni kosa jingine lolote ambalo halina dhamana ni kwamba manake itasikizwa na inaweza kusikizwa na mahakama kuu, na unafahamu kwa Pwani Kibaha hawana mahakama kuu, kwa lazima watamrudisha huku. Sasa manake ni kwamba kama namfikisha mahakamani kesho Kibaha, it means ni kwa shauri ambalo ni la kawaida. Na ninaamini kwamba baada ya shauri kuisha kesho au kusikilizwa
mahakama itatoa wasema haki ya dhamana, atapewa dhamana. Lakini pia kama itakuwa ni shauri ambalo halina dhamana, kwa maana kubwa zaidi, ninaamini kwamba labda mwendesha mashtaka wa umma atakuwa ameruhusu mahakama ya wilaya ya Kibaha kusikiza shauri ambalo haina uwezo wao kulisikiza kisheria, ipate uwezo wa kisheria kulisikiza. Wanaita certificate, cheti cha kuruhusu mahakama ya chini kusikiza mashauri ya hujumu uchumi, au in fact huwa asizwe na mahakama kuu. Kwa hiyo huyu bwana amekaa mahabusu kwa muda mrefu, na kama nakumbuka mwanzo zilisambaa tetesi kwamba ametekwa, lakini baadaye tukajua kwamba yuko polisi. Lakini sasa mimi najiuliza Imani kwamba nchi nishazungumza hapa mara kadhaa, na pia nitarejea mara ya pili kwamba tuna sheria za kijinai nchi nzuri sana. Shida ambayo ninaiona ni kwamba wapo watu wamejamulia kufanya mambo yao wanayotaka wao, kuweka sheria pembeni na kufanya mambo kwa utashi wao binafsi. Kwa mfano maduhu inapotokea kama hivi, mtu amekaa mahabusu kwa muda mrefu na ni wazi kwamba kisheria hairuhusiwi, ni makosa, sio kumweka mtu zaidi ya ule muda ambao umetengwa. Inapotokezea kama hivi, kitu gani kisheria hasa kinapaswa kufanywa, ikiwa kama vile pengine kushtaki ama chochote kile? Samia, ni kwamba kama nilivyokuambia tayari tushachukua hatua. Hatua ya kwanza ndio tumeshafungua shauri mahakama kuu la maombi ya jinai kwa maana ya habeas corpus, kutaka hao ndio wataja hapa waje mahakama watuambie ni kwa nini wanakaa na mtu kwa muda. Lakini uzoefu wangu ni kwamba Samila, kwa polisi, jeshi la polisi, ni kwamba ukifungua tu mashtaka ya aina hiyo mara moja huwa aidha anamwachia mtumiwa au anampeleka mahakamani ili maombi yake yakose mashiko kwamba tayari alichokuwa nakiomba chakifanyia kazi. Sasa tutafuta dawa ya kudumu ya hilo swala. Kwa sababu tumeona kwamba ni kama tuchezea akili. Kienda mahakamani wanamwachia mtumiwa, wanampeleka mahakamani. Kwa tunaangalia namna kuja na dawa ya kudumu ya kisheria ya jambo hili, mahakama kuu ilipige urufuki swala, kwa sababu linakuwa misused sana. Lakini jambo la pili ni kwamba mengine familia tutatumia ni zana za kisheria. Siwezi kuongea kwa sababu tayari shauri tena mahakamani kama wataamua hivyo. Kwa mengine ni silaha za kisheria ambazo tutaenda kuzijenga kule mahakamani. Kwa mfano, sheria inazungumza kwamba within 24 hours jeshi la polisi ndio limeshamfikisha mtumiwa mahakamani. Hawa wamekaa naye siku 40 bila maelezo, bila maandishi kwa nini naye kwa zote hizo. Hadi mambo tutaenda kuyabishania mahakamani. Lakini la pili, sheria inazungumza kwamba afisa polisi ambaye ni mpelelezi, afisa mpelelezi wa polisi anaweza akaa na mtumiwa kwenye mahabusu ya polisi bila kwamba anatakiwa kae na mtumiwa mahabusu ya polisi ama mhoji kwa almost masaa 4, and not more than masaa 4 ameshamhoji. Na masaa 4 yakisha atakao ongeza masaa mengine 4, jumla ya 8. Haya 8 yote Samila akisha hajamhoji, akaja kumhoji nje ya masaa hayo 8, inakuwa ni kinyume cha sheria. Lakini pili ni kwamba masaa 8 yakisha, sheria inasema atakuwa aombe aende mahakamani kwa hakimu, aombe kibali cha kuongeza muda wa hayo masaa 8 kwenda kukaa na huyu mtu kwa masaa zaidi ya 8 bila kumhoji na atoe sababu. Sasa haya mengine ni ya kimahakama zaidi, tutapitia vyanzo vyao. Mambo haya yanatokea mara kwa mara. Si hili jambo la kwanza ama mtu wa kwanza kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu. Ni vitu ambavyo kama unavyosema vimekuwa vikijirudia. Nanyi mawakili mpo mkiwa mnajilinda zile sheria ipasavyo kabisa na kuzitekeleza pia. Kitu gani mnakitazama kwamba labda kinaweza kuwa kama mwarobaini wa jambo hili linalopaswa kufanywa ili kuweka sawa jambo kama hili lisio linatokea, kwa sababu linaumiza watu, sio? Ya kwanza Samia, ni kwamba tayari ilishafanyika. Kama nakumbuka Mheshimiwa Rais Samia mwaka 2022 3 aliunda tume ya jinai ambayo ilikuwa inaongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Jaji Othman Chande, na yote ambayo nalalamikia hapa Samila, tume ile ilikuja nayo kama mapendekezo, ikakiri kwamba ni kweli kuna makosa ambayo yamekuwa yanafanyika. Tume ikapendekeza mambo kadhaa. Moja, tume ikapendekeza kwamba mitaala jeshi la polisi kwa unapoenda kusoma kule CCP kule Moshi ibadilishwe, ili angalau polisi basi kuna mafunzo ya ziada ya masuala ya mitaala ya masuala ya sheria na upelelezi. Lakini tume ikapendekeza la pili kwamba uwezekano wa jeshi la polisi kubadilishwa jina kutoka kuwa police force, maybe ile neno force ndio linafanya sasa waamini kwamba kia jambo ni matumizi ya nguvu, kama ngao kutoka kwenye force iwe ni police service. Lakini jambo la tatu ni kwamba tume ilipendekeza kwamba kwenye division ya tume ya human right kuna division mahususi ya inayoitwa kwamba ni kama police oversight organ, kama hivyo nchi zingine za Kenya na South Africa. Kwa polisi nchi hili kwamba Samia ni kwamba ukiona mlalamike polisi, let's say polisi wa chini, unatakiwa uende kwa OCD. Kama ni polisi wa ngazi ya OCD uende kwa RPC. Yaani na kama ni ngazi ya juu ya mkoa uende kwa IGP. Na ile kwamba unamlalamikia polisi kwa polisi. Inapotokea maduhu mtu ameshakaa mahabusu kwa muda mrefu mno, kazungushwa huku na kule, muda umepita bure, lakini nakuja kubainika kwamba pengine hakuwa na kesi kubwa pengine ama mashiko ya kueleweka katika jambo lake, akaachiliwa.
Mtu kama huyo anapaswa kufanya nini, ama nini hasa kinapaswa kufanya kisheria? Ipo fursa kisheria kwamba anaweza kafungua shauri la madai wanaita maarufu kama wanaita malicious prosecution au wanasema forced imprisonment, akafungua shauri la madai dhidi ya hao waliokuwa wameweka ndani kwa muda wote huo, na mahakama itaangalia kama kweli walimsingizia au walitunga ushahidi. Mahakama ikiona kwamba hoja zake za mashiko, Samia itatoa amri ya huyo mtu aliyokuwa amekaa mahabusu kwa muda wote huo apewe fidia. Lakini hata hivyo rekodi za nchi zinaonyesha kwamba wengi ambao walijaribu kufuata kwa mkondo huo kwenda kwa hiyo madai, wengi hawajaweza kufanya, kwa sababu mtu anakuja na hoja kwamba hakuwa anafanya yeye maamuzi kwa utashi wake Samira, alikuwa anafanya maamuzi yake kwa niaba ya jamhuri, alikuwa ametumwa, hakuwa anafanya yeye binafsi, kwa maana kwamba alikuwa ni ugomvi wenu personal. Na mahakama inakubali kwamba kama alikuwa anafanya kama DPP au kama RCO au DCI, huwezi kuja kumleta hapa kwa masuala ya madai. Lakini tiba pekee ambayo tungeweza kufanikiwa ni kwamba tume ilipendekeza ya Mheshimiwa Chande kwamba kuwe na mfuko unaitwa criminal fund in criminal matters, kwa maana criminal compensation in criminal matters, kwa maana kwamba kuwe na mfuko mahususi wa fidia kwa wahanga masuala haya ya kijinai. Na zipo tume kadhaa, ipo tume ya mseko ya mwaka 79 ilipendekeza swala hilo, ipo tume ya Jaji Chande ilipendekeza swala hilo. Na ukisoma katiba yetu ya sasa, ibara ya 107A kubwa, ibara ndogo ya pili E, yazungumza kwamba mtu ambaye ni mhanga masuala ya kijinai anapaswa kupata fidia stahiki, lakini kwa mujibu wa sheria ambayo itatungwa na bunge. Sasa Samia ni kwamba mpaka leo bunge letu halijawahi kutunga hiyo sheria, na kwa hiyo basi hiyo haki ya mtu kupata stahiki ya fidia baada ya kama kwa muda mrefu inakosekana. Lakini zipo nchi hapa Afrika, hapa East Africa, hasa ambazo zinafuata mfumo wanasema civil legal system. Kama nchi gani? Kama Rwanda. Rwanda wana division kabisa masuala ya fidia kwa wahanga masuala ya kijinai, kwamba ukitoka unaweza kufungua shauri dhidi ya serikali na ukaishinda, na serikali ikatoa fidia zidi yako. Kwa hiyo hapa bado hujapata hiyo sheria. Muda unatupa mkono, tuna dakika 3 na maswali mawili. Naam. Umekuwa ukitoa hapa miongozo mara nyingi, mtu unapotakiwa kukamatwa inabidi labda anayekukamata kuoneshe kama ni warrant ama ni vitu gani na vitu kama hivyo. Lakini bado watu wanakamatwa kiholela mpaka kelele zianze mitandaoni kwamba huyu mtu amepotea, ndo anakuja kuachiwa ama anakuja amepelekwa mahakamani ama polisi watasema tuko naye. Nani anawawajibisha hawa ambao wako kwenye pao ambao wanatekeleza hivi vitendo mpaka kunakuwa na taharuki kwenye jamii? Lakini pia kama mwananchi wa kawaida anavyokuja kukamatwa, anatakiwa ahakikishe kwamba anayemkamatwa ana vigezo gani, kwa sababu tunaona kuna wengine wanakamatwa kama wezi, wanachukuliwa tu namna hii kama kifurushi shwa. Kwanza imani ni kwamba shida ambayo sisi tunayo nchini kwamba mfumo wetu wa kipolisi nchini kwamba ukiwa malalamiko kama nilivyosema dhidi ya OCD watakuwa peleka malalamiko kwa RPC. Ukiwa unalalamikia RPC kwa maana kamanda polisi mkoa, watakuwa uende kwa IGP ambaye ndo bosi wake wa kazi. Nje hapo tena una nani nyingine. Ndio basi tukaanza sasa tukirecommend kupendekeza kwamba kuwe na ile inaitwa organ mahususi kwa maana ya polisi authority ambayo itakuwa na mandate ya kwamba polisi hawezi kujichunguza dhidi ya polisi wenzake. Yaani unaweza kuchukua kesi ya mamba ukampelekea Kengi, utaishia mlemle. Kwa hiyo polisi hawezi kujichunguza wenyewe. Kwa hiyo tukapendekeza kwamba kuna organ mahususi ambayo itakuwa na kazi ya kuchunguza maafisa polisi ambao wanakiuka sheria. Bahati mbaya ni kwamba hiyo sheria bado hatujapata na hiyo organ haijaleta. Kwa njia pekee ambayo leo tunasema ni kwamba ni hii kwamba hizo wakili uende mahakama kuu kwa njia ya maombi ya habeas corpus, au mda mwingine ukiona kwamba imekuwa ni too much, unaweza kumwandikia mdijeshi mkuu ambaye ndo anaoteua hawa ambaye ni rais wa Tanzania, kumuomba kufanya mapitio au review ya jambo fulani ambalo limefanywa na maafisa polisi ambao wote sio wameenda kwa IGP hujalizika. Unaweza kuandika. Lakini pia tunayo tume nchi Samila na Imani, ipo katiba tume ya na utawala bora kwa mujibu wa ibara ya 109 ina mandate pamoja na mambo mengine ya kupokea malalamiko ya wananchi inayohusu uvunjifu wa haki. Lakini bahati mbaya ni kwamba tume hii kweli bila kumunya maneno ni kwamba imekuwa haina maneno sana kwa sababu kubwa mbili. Moja, bajeti ni ndogo, hawezi kufika kila mahala. Atakuwa afiki vituo vya polisi nchi nzima watembee. Watashangaa utakuta watu wamekaa ndani siku 90 70 na wengine hawana hatia kabisa. Kwa sababu hawana fundi ndogo, hawana fedha kwa kufanya tume ya haki za binadamu ipite kila mkoa kuzunguka magerezani kusikiza wananchi wanashindwa. Lakini cha pili kwamba sheria pia yenyewe iko limited, inampa mamlaka Mheshimiwa Rais wa nchi akiwa inafaa kama wanafanya kuna jambo wanafanya uchunguzi, inamruhusu rais ku withdraw ile investigation kwa maslahi ya umma. Kwa kuna mapungufu ambayo ni ya kisheria na kitaasisi ambayo tume yetu ya haki za binadamu inashindwa kufikia lengo ambalo kwa sababu mambo mengi ambayo mimi nazungumza hapa kiukweli ni mandate ya tume kuyafanya kwa sababu ya upungufu wa fedha na bajeti, ndio maana kuna mambo ambayo wanashindwa kuyafanya. Hata hivyo kama nilivyosema,
sisi kama mwakili na yote ambao ni tuna maafisa mahakama tukatufanya kama tuwezavyo. Moja, tukizungumza na hama kamanda wa polisi kuambia kama jamani, huyu mtu na kalenda wote huu yeye haiwezekani, basi pelekeni mahakamani. Wengine wanaelewa, lakini wengine ambao ni wagumu sasa ndio tunapeleka mahakamani. Na kama unavyojua ukishapeleka mahakamani leo tukishapata summons, kisha wanamwachia wanampeleka mahakamani kwa maombi yake yanakuwa taken by event. Sawa Madu, asante sana kwa kuungana nasi, muda umetutupa mkono, lakini tumefurahi sana umekuja umezungumza na sisi na tunakutakia kila laheri kwenye kesi ambayo unaisimamia. Nashukuru sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.